Je, ushawahi kusikia kuhusu ugonjwa wa kutoganda damu au kwa lugha ya kitaalamu hemophilia? Huyu ni Dr. Stella Rwezaura, daktari bingwa magonjwa ya damu, pia ni rais wa Hemophilia Tanzania. Anatueleza kuhusu ugonjwa huo. Ugonjwa wa damu wa kurithi ambapo mtu anazaliwa akiwa hana chembe kabisa au ana chembe kidogo sana za kugandisha damu. Na hii humpelekea huyu mtu kuwa anatokwa na damu muda mrefu sana, anapoumia, anapopata jeraha au anapofanyiwa operation au anapoenda kujifungua. Kwa hiyo matatizo yake huwa ni makubwa sana, kwa sababu kama asipopata matibabu huyu mtu ataendelea kutokwa damu mpaka anaweza akapoteza maisha. Hii hemophilia inapatikana kwa kurithi. 70% ya wagonjwa wa hemophilia wanarithi, na inarithiwa, inabebwa kwenye kinasaba cha kike au X chromosome. Kwa hiyo tunajua kwamba mwanamke ana X2 na mwanaume ana X na Y. Kwa hiyo kama mwanamke anakuwa na X1 yenye vinasaba vya hemophilia, 50% ya watoto wake wa kiume au watoto wa kiume watakaorithi hiyo X chromosome yenye vinasaba vya hemophilia watakuwa na hemophilia, na watoto wa kike ambao watarithi vinasaba vyenye X chromosome watakuwa carrier kama mama yao. Na kama baba ana hemophilia akaoa mwanamke ambaye ana hemophilia, watoto wake wote wa kike watakuwa carrier na watoto wake wa kiume watakuwa kawaida. Kwa hiyo inarithishwa kutoka kizazi mpaka kizazi na inabebwa kwenye kinasaba cha X chromosome. 30% ya wagonjwa wa hemophilia inapatikana tu hivi, yanatokea mabadiliko ya vinasaba yasiyo ya kawaida. Vinasaba vinajibadilisha, huyu mtu anapata hemophilia. Kwa hiyo ukitokea na hayo mabadiliko, anashindwa kuzalisha zile chembe za kugandishwa damu. Kwa hiyo hata akiwa mtu mzima, hilo tatizo linaweza likampata na akaanza kupata huo ugonjwa wa hemophilia. Kwa hiyo ni ya kurithi 70%, lakini 30% wanapata tu kwa kubadilika kwa vinasaba kusivyokuwa kwa kawaida, na mtu anakuwa na hayo magonjwa. Dalili zake ni kutokwa damu, anaweza katokwa damu puani, anatoka damu kwenye fizi, akijikata au akichoma sindano, anatokwa damu, akipata ajali anatokwa damu mfululizo mpaka anaweza akapoteza maisha. Na wengine wenye hemophilia kali wanavuja damu kwenye magoti, kwenye maungio, kwenye magoti, kwenye viwiko. Kwa hiyo unakuta wamevimba kwenye maungio, na usipompa dawa kwa haraka na ukamfanyia mazoezi tiba, physiotherapy, wanapata ulemavu wa kudumu. Kwa upande wa baadhi ya waathirika wa ugonjwa huo, wanaelezea changamoto wanazokutana nazo. Hemophilia pia si ugonjwa unaosababisha tu uvujaji wa damu. Hemophilia inaleta ulemavu. Hapa nilipo mimi sikuzaliwa mlemavu. Nilizaliwa nikiwa mzima, lakini kutokana na matibabu na huduma na vipimo vya hemophilia kipindi hicho havikuwepo. Kwa hiyo matibabu nilikuwa nayapata ilikuwa ni matibabu tofauti, ndio maana yakaniletea mimi kupata ulemavu, lakini nilizaliwa nikiwa mzima. Na hemophilia inaleta changamoto nyingi. Changamoto kubwa na nyingi za kifamilia. Hasa unapofikia umri wa mtu mzima ambaye unakuwa unamiliki mke na mtoto, unaweza ukapata kazi, ukaenda kazini kwa mwezi, unaweza ukaenda kazini kwa wiki 2, muda wote usiende kazini. Kwa hiyo ni changamoto pia kwa muajiri kukuamini wewe na kukupa kazi, kwa sababu ni muda mwingi unakuwa unatumia katika matibabu. Kwanza ugonjwa wa hemophilia, mimi kabla sijajigundua mimi, ninaanza kugundua watoto wangu. Kwamba baada ya kupata watoto wawili wenye ugonjwa wa hemophilia ndo nikajua habari kuhusu ugonjwa wa hemophilia. Lakini changamoto kubwa ambayo tunakutana nayo kama mzazi kwanza muda mwingi unajikuta uko kwenye kulea. Kwa muda wa kutafuta kipato unakuwa ni muda mdogo. Kwa hiyo sasa nakufanya unakuwa kwenye hali duni ya maisha. Lakini pia changamoto nyingine ni kuhusu watoto wenyewe. Mtoto anashindwa kuhudhuria masomo kwa wakati. Watoto wetu wana muda mchache sana wa kucheza, wa kufurahi. Muda mwingi wanakuwa ni wagonjwa. Kama hakupata fakta kwa wakati, inakuwa ni changamoto. Siku ya hemophilia duniani kwa hapa Zanzibar imeadhimishwa tarehe 17 Aprili, ambapo kauli mbiu ni wanawake na wasichana pia hukumbwa na matatizo ya damu kuganda. Mtazamaji wa Leaders TV, toa maoni yako kuhusu video hii. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment. Amina Adam, Leaders TV.